54. Leo ni tarehe 5 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Kwa mara nyingine tena Bwana Bernard huyu amekuja kuambia taarifa zinazoendelea katika shamba la vita. Kuna watu walikuwa wameshamisi na kusema kuwa mbona niko kimya, sitaki kuongea. Siku hizi hatutaki kuongea sana kwa sababu kazi inafanyika na mnaona na mnaendelea kusikia pia. Wakati watu wengine wanaongea hizo taarifa, basi tunawaambia tu ni hivyo hivyo, kubaliane na hiyo hali ambayo inaendelea kutokea, lakini sisi hatuwezi kuendelea kubaki kimya tukose kuambia ni kitu gani ambacho kinaendelea zaidi katika mashariki mwa nchi yetu ya Kongo, huko ambako tunaendelea kuwakanyaga na kuwabinya kabisa na kuwafurusha waasi wa M23 popote pale wanapoendelea kupatikana. Taarifa yangu ya siku ya leo au ya asubuhi ya leo, ndugu yangu, nataka kuhamasisha tu vijana wote wa tarafa la Fizi, vijana wote wa Bembe, wa Nyindu, wa Fulero, wa Rega, wote wa Mushi wanaopatikana ndani ya tarafa la Fizi na popote pale nje ya tarafa la Fizi, mnaalikwa nyote Kikonde kwenda kufanya mafundisho. Hii ni fursa kubwa, ni mara ya kwanza kabisa hii kutokea katika tarafa la Fizi. Kwa hiyo mnaalikwa nyote, kama gisi ilivyozungumziwa na ilivyosainiwa na uongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kukubali kibarua kilichoandikwa naye Honorable Asende Mone ambaye anapatikana huko Canada. Tulisoma kibarua hicho, huenda labda hii itakuwa ni fursa kubwa ya kusema kuwa maombi imekubalika rasmi na mafundisho ya kijeshi na kuwa pale Kikonde. Kwa hiyo vijana zaidi wa Bembe, jitokezeni. Hii ni fursa sasa ya ninyi kuwa wa major, wa colonel, wa lieutenant, sijui wa kapiteni. Ni muda huu sasa, kwa sababu sasa hivi wanaokuja wengi ni wa mwisho, wanatoka huko na huko, na wengine wa Rega yani wageni kutoka nje ndo wanakuja wengi, na hiki kitu kimekuja ndani ya tarafa letu la Fizi. Kwa nini na sisi tusisimame kidete? Sisi wamoja hivi tunakuwa katika safari ya kwenda ili tujifunze namna gani ya kupandisha madrone ya vita, ya kuanza kufanya yani tunakuwa journaliste militaire. Inatakiwa watu wote wasimame kidete sasa, wengine waje kwa wingi ili wajiunge na kufanya mafundisho. Tayari mafundisho yanaanzishwa pale Kikonde na wanapokea watu, naandikwa pale, chakula kipo, mavazi yapo, mnalala vizuri, mnafundishiwa vizuri, yani ni kijeshi ya kisasa. Yani mkitoka hapo kabisa mnakuwa wenye mafundisho mazuri na wenye maadili mazuri. Natumaini Wabembe sasa hii ni fursa ya kusema kuwa kile kilikuwa kimeliliwa kimekuja. Ile vile mulilwa ya shiula no batana chamu ono wambaka mise imuda ono uitenda nibo tulwa linele tuitete ndo muda sasa hii. Karibuni sana, mnaalikwa nyote Kikonde. Hii ni nafasi kubwa ndugu zangu, tusineglige, tuchukue nafasi hii kwa mikono yetu miwili. Wabembe muwe wengi, mjiunge hapo, muangalie namna gani gisi kesho mtakuwa watu wakubwa, kesho mtakuwa wa major, kesho mtakuwa wa colonel, kesho mtakuwa wa kapiteni, na mengine. Kwa hiyo tunawaambia sana, karibuni sana Wabembe, msisinzie, kwa sababu Wabembe mmepigana vita vingi sana. Mmewaambia kuwa mna mafundisho, lakini mafundisho yetu sasa ni kwenda kuongeza yale ambayo tulikuwa na experience ambayo tulikuwa nayo tangu zamani. Twende tuongeze Kikonde. Mnaalikwa nyote ndugu zangu bila kubagua. Njooni nyote, makabila yote ndani ya tarafa la Fizi, ili tumfukuze huyo adui ambaye ni Mnyarwanda, anaanza kujiita Mnyamulenge, na tunaendelea kuwafurusha muda wote na wakati wote, tunawapiga kabisa. Wanafikiria kuwa wazalendo pamoja na majeshi la taifa FARDC waibu wamelala. Hatukulala, tunaendelea kupambana. Huku tunaendelea kuambia njooni mpate mafundisho, na wengine huku wanaendelea kupambana vikali. Kwa hiyo ndugu zangu, ni muda sasa wa kusimama kidete, muda wa kutetelea nchi yetu, muda wa kutetelea tarafa la Fizi, muda wa kutetelea Wabembe ambao waliendelea kupigana vita tangu mababu, na leo tumepata nafasi ya kuwekewa shule la kijeshi katika tarafa letu la Fizi, katika kijiji cha Kikonde. Kwabo Amisi Mwanue huko ndo analilia huko, anakuambia huko ndo kwao na Amisi Mwanue onde ndo kwao na huyo journalist Amisi Mwanue. Kwa hiyo mnaalikwa nyote, njooni kwa wingi sana vijana, njooni mjiunge. Wa journalist mjitoe sasa, wakati wa kupandisha madrone militaire ndo hapa. Njooni, fursa hii ipo.
Kesho usiseme kuwa eti nimebaki, nimefanya nini, wale ndo walikuwa hivi. Hapana, muda bado kingaliko, una nafasi kubwa ya kwenda kujiunga. Asante sana, hiyo ilikuwa ni taarifa tu, na ilikuwa ni mbela ile wabembe wanasemaka ile mbela hii babondo cha muono. Sasa hii wakati uno tusibaki tena nyuma. Asante sana, peleka audio hii kwa wengine wapate kujua kuwa mafunzo yameanza na mnaalikwa. Wazungu tayari wako hapo, wa Amerika, wengine kutoka nchi mbalimbali waishafika. Tayari vifaa vya mafundisho vipo, chakula kipo kingi. Jamani, sijui niseme nini. Karibuni sana, sambaza hii audio kwa wengine. Lakini pia kuanzia a partir ya tarehe 12 tutaanza kupandisha audio zetu moja kwa moja, au taarifa zetu au video zetu tutaanza kuzipandisha moja kwa moja kwenye YouTube yetu ambayo ni CRPSS ya Kutumba TV, iko pale, na itakuwa inasaidia watu wengine kupata taarifa zetu event. Kwa hiyo kama tutakuwa tumeshaeneza idadi ya watu kadhaa ambao watajiunga, tayari tuna watu 241 wameshajiunga. Kwa hiyo wengine waje. Hapa tuna zaidi ya watu 300, na hivi tunataka kuenea watu 1000. Hapa tunataka kuenea watu 1000 ili tuendelee vizuri. Hata nyinyi wote 1000 mnaweza kujiabone ku channel YouTube. Link hiyo iko hapo, nimeituma, iko hapo juu ya hii audio ambayo nimekwenda kuituma. Utaona kuna link hapo, bonyeza hiyo link, moja kwa moja itakupeleka kwenye YouTube na ujiabone. Utakuwa unapata taarifa zote mwanzo hadi mwisho. Tunawashukuru sana ndugu zangu. Mungu azidi kutubariki na Mungu azidi kutupatia neema ya kuendelea kuwa pamoja huko kwenye mafundisho ya Kikonde. Wabembe msilale. Hii ni kwa sababu yenu zaidi. Asanteni na kazi njema kwa wote, na popote pale mlipo, na watakia asubuhi njema na mchana mwema na jioni njema kwa wote, kila mtu na muda wake.